Kufuatu hakuna namna. Sehemu ya 10, na hii ikiwa ni riwaya ya kijasusi na upelelezi. Mwandishi akiwa ni Zuberi Musa Maruma, ambaye unampata kwa namba za WhatsApp 0759 42 76 na mwishoni 53. Inapatikana Facebook kwa jina la Ulimbo wa Simulizi. Hii ni sehemu ya 10 na ikiwa ni sehemu ya mwisho katika season 1. Nitataka nikuwekee usawa katika hili ili hata utakapoona haionekani na imerushwa hewani simulizi nyingine usiweze kushangaa, msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, kwa sababu hii ni season 1 na tutakuwa tunasubiri season 2 kutoka kwa mwandishi Zuberi Musa Maruma. Lakini mimi sitochoka kuendelea kuwaingizia voice ambayo nimejaliwa na Mwenyezi Mungu kuwafanya nyinyi mburudike, wapenda simulizi za kusikiliza na simulizi za sauti. Basi tusonge nayo sehemu ya 10 ya Kufuatu hakuna namna. Tunaachana na kule kwa Katarina akiwa anaendelea kupitia maumivu makali moyoni, na baada ya kukatiwa simu na mume wake. Moja kwa moja upande wa pili tunaenda kwa Inspector Nurdin akiambatana na Koplo Zena kuwasili hospitalini na kukabidhisha ule mwili kwa madaktari kwa uchunguzi. Au kupita muda mrefu sana, watu waliojitambulisha kama wazazi wa Sudi wakawasili. Walishindwa kustahimili kuutazama mwili wa mwanao pasina kuacha kuangua kilio. Inspector Nurdin na Koplo Zena ikabidi wabebe dhima ya kuwabembeleza. Je, kuna mtu yeyote aliyewatilia mashaka ambao mnahisi anaweza kuwa anahusika kwa namna moja ama nyingine kwa tukio hili? Inspector Nurdin akahoji, wakati huo Koplo Zena akiwatwanga picha wazazi wa Sudi. Inspector Nurdin alishangazwa kwa jambo lile, ila akalipotezea. Kabla wazazi wale hawajajibu kitu, ghafla mlango ulifunguliwa na binti mrembo akaingia akiangua kilio. Wazazi wakampokea maeneo yale yakageuka kuwa msibani. Nurdin na hata Zena walimtambua yule mwanadada aliyeingia kama mwandishi wa habari atoka Tumaini TV. Basi baada ya kunyamazishana safari hii, Zena akarudia lile swali ambalo awali kabla Sara hajawasili Nurdin alishawauliza. Je, mnamtambua au hata kumuhisi mtu ambaye anaweza kuwa kwa namna moja ama nyingine anahusika kwa mauaji haya? Zena alihoji akiwatazama mmoja baada ya mwingine. Ndiyo, mimi ninamjua muuaji, pasina kupepesa macho, Sara aliongea kwa uchungu huku machozi yakimchuruzika. Wote walipigwa na butwa. Basi sawa, tutaondoka na wewe mpaka kituoni ukaandike maelezo, okay? Hamna shida afande, Sara akajibu. Baadaye kidogo wakaondoka mpaka kituoni ambapo Sara alitoa maelezo yake. Kuanzia alipompiga picha mheshimiwa waziri, akamshirikisha mpenzi wake, tamaa ikamwingia Sudi. Akahitaji kumuuzia waziri picha zile, wakaelewana wakutane mikoroshini. Sara alieleza kila kitu mpaka walipochati na SMS, hata video pia walizozionyesha ambapo Zena alizichukua katika simu yake. Ulikuwa ni ushahidi tosha wa kumfunga waziri. Basi walimtoa shaka Zena na kumruhusu, kwa kuwa lilikuwa ni jambo nyeti. Ilipaswa Inspector Nurdin akaliwasilisha swala lile kwa mkuu wake. Kazi kweli kweli. Lazima waziri mkuu atakuwa anahusika kabla hatujafanya chochote. Wacha niwasiliane na usalama wa taifa kujua tutafanyaje. Pale kamishna alikuwa ndo mkuu wa pale makao makuu. Baada ya kamishna Alex akashika mkonga wa simu yake, akaiweka masikioni, akabonyeza tarakimu kadhaa, simu ikaita. Madam Salma hapa, niambie kamishna. Umesikia habari
ya yule mtu alokutwa amekufa kwa kucharangwa na mapanga huko TMK? Ya, ndiyo kamishna, nimesikia. Waziri mkuu anahusika. Ushahidi upo. Je, kutakuwa na hali ya usalama ndani ya taifa ikiwa tutamkamata na kumhoji? Hapana kamishna. Waziri ndio kiongozi wa serikali kwa usalama wa taifa. Achaneni na habari hii. Iishie tu juu. Waambie vijana wako waachane nayo, na pia huo ushahidi uteketezeni, sawa? Sawa madam. Kamishna akakata simu. Akawageukia Inspector Nurdin na Koplo Zena waliokuwa wakisubiri mrejesho. Nurdin na Zena, samahanini kwa taarifa ambayo nitawapatia, lakini habari iliyotoka ngazi za juu ni kwamba yapaswa mfunge hilo faili. Achaneni na hiyo kesi. Kwa nini tena mkuu? Nurdin akahoji, moyo wake ukiwa katika maumivu tele. Upaswi kujua ni kwa nini. Amri imetoka ngazi za juu kwa usalama wa taifa. Inspector Nurdin na mwenzake Koplo Zena wakainuka na kupiga salute, wakatoka zao. Tukio lile lilimkumbusha Inspector Nurdin mbali sana. Ulimkumbusha kisanga cha riwaya ya Mzimu uliorejea. Tukio kama hili lilitokea ni baada ya tajiri mkubwa kuuawa kikatili na mwili wake kutupwa kando ya bahari. Baada ya upelelezi sana, mwisho Nurdin alikuja kumgundua muuaji ni tajiri mkubwa jijini Dar es Salaam. Alipofikisha habari ile kwa mkuu wake, kamishna akaambiwa wazi aachane na kesi ile. Ikiwa ndio taarifa kutoka ngazi za juu kama leo hii, anaambiwa vile. Je, ni ipi haki ya maiti? Au maiti hana haki kwa kuwa hana uhai? Ila hakuwa na budi kuachana na habari hiyo kama alivyoamiriwa. Kwa upande wa Koplo Zena, ndo kwanza alikuwa kaingia idara ya jeshi la polisi, ila japo alishangazwa na jambo lile, kumbe waziri anaweza fanya kosa asishtakiwe. Akajikuta akitabasamu. Kwa mara nyingine ndipo alipoelewa maana ya Rais Asamoah kumtoa gerezani. Serikalini kulioza. Akakumbuka tena kauli ya Mheshimiwa Rais siku ile wakiwa ndani ya gari nje ya gereza. Baada ya yeye tu kutoka. Hakutoka kwa lengo moja tu, na kusaidia kusaidia hili nani? Unisaidie. Nitakuingiza ndani ya idara ya polisi, na pia huku ukiwa mwandishi kificho. Au lolote utakalogundua katika serikali yangu usinilipotie. Nahitaji nilione katika vyombo vya habari. Utafanya kazi pale Ukweli TV, ni televisheni yangu ile, japo watu hawajui, ila sura isionekane. Vaa maski, na pia kama habari ni mbaya sana, pengine chafu, fungua akaunti YouTube, Instagram, huko makundi ya WhatsApp ukitumia jina la ZK. Sambaza huko. Zena kukumbuka hivyo akacheka. Zena alibahatika kuwa na kipaji cha sauti toka mara ya kwanza anaingia Ukweli TV. Wengi walijua ni mwanaume kutokana na sauti yake nzito ya kiume alikuwa akiongea. Pindi akiripoti habari, mkurugenzi wa televisheni ile alitambua mtu yule wa maski. Aliwekwa na bosi wake, hivyo alikuwa ni tofauti na wafanyakazi wengine. ZK akukaa ofisini wala akupangiwa eneo la kwenda kusaka habari. Yeye alipopata habari alimpigia simu mkuu wake na kuipandisha moja kwa moja hewani. Siku hiyo baada ya kutoka kituoni alipania kuvujisha siri ile usalama wa taifa. Waliamua kuificha, akatuma maelezo ikiwa kama breaking news. Habari iliyotufikia hivi punde ni kwamba siri ya mauaji ya mtu alokatwa mapanga na mwili wake kutupwa wilaya ya TMK maeneo ya Mikoroshini ndani ya pagarabovu ya fichuka. Mwili huo inasadikika aliye nyuma ya tukio hili ni Waziri Mkuu Mheshimiwa John. Chanzo chetu kinaripoti. Zena akapokea akiongea kwa sauti ya kiume, wengi wakimtambua kama mwanaume. Zena alieleza kila kitu alichoelezwa na Sara, mpaka message walizotumiana na ushahidi wa video hiyo. Alieleza wazi kuwa unapatikana ndani ya akaunti yake YouTube ZK.
Kwa kashfa ile taifa likazizima, presha ikampanda Mheshimiwa Waziri Mkuu, akaenda nje kutibiwa. Huyu ZK asakwe naye auawe, hiki kituo cha television nacho kifungiwe. Madam Mercy akiwa kapandwa na jazba akatoa amri Ukweli TV kikafungwa kwa mwezi mmoja bila kutoa habari. ZK akaingia miteni. Usalama wa taifa wakawa wakijiuliza kama Sara wanaye, je, hizi habari ZK hatakuwa kazipata wapi? Kwanza ZK ni nani? Siku hiyo kituo cha televisheni Ukweli TV kikavamiwa na vijana wa usalama wa taifa, wakawapiga waandishi wakiwalazimisha waseme ukweli ZK ni nani na yupo wapi. Waandishi wote walikana kuitambua sura yake. Mwisho vijana wale wa usalama wa taifa wakaonelea waondoke na mkurugenzi wa chombo kile cha habari. Huyu wangembana vizuri, bila shaka angesema. Mwanadada Katarina bado yupo katika maumivu makali ya mapenzi. Kipigo ndo kimekuwa chakula chake kutoka kwa mume wake Zidu, alompenda na kufikia hata kuisaliti nchi yake ya Kenya. Kipindi hiko yote magumu waliopitia Zidu anasahau kisa tu kuchelewa kupata mtoto. Zidu anaamua kutoka na mfanyakazi wake na kufikia hata kumvisha pete ya uchumba. Pia upande mwingine upelelezi wa mauaji dhidi ya Sudi unafanikiwa baada ya Sara kueleza kila kitu, ila maaskari waliokuwa wakifuatilia kesi hiyo wanazuiwa kwa ajili ya usalama wa taifa. Ila Koprozena anaamua kuvujisha siri akitumia jina la ZK. Pia tulipata taarifa kuwa Sara alikamatwa kabla hata habari zile kuvuja Madam S. Mkuu wa kitengo cha usalama wa taifa anatoa amri huyo anayejiita ZK asakwe na kuuawa mara moja. Kituo cha Ukweli TV ambacho anafanyia kazi kinavamiwa, waandishi wanapigwa wakilazimishwa waeleze mahali alipo huyo ZK au watoe picha yake halisi. Baada ya kutofanikiwa kwa jambo hilo, mwisho wanaondoka na mkurugenzi wa kituo kile kwenda kusikojulikana. Minong'ono uraiani na tawala. Mpenzi msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, mimi ni Kanibal Ahmad ambaye unanipata kwa namba za simu 0717 7221 na mwisho ni 81, lakini pia mwandishi akiwa ni Zuberi Musa Maruma ambaye unampata kwa namba za simu 07 594276 na mwisho ni 53. Na hii ikiwa ni sehemu ya mwisho ya season 1 ya Kufa Tu Hakuna Namna. Basi nikusihi ewe msikilizaji wa channel ya Ulimbo wa Simulizi, tukutane season 2 sehemu ya kwanza, ila kwa hivi karibuni tutakuwa tunaendelea na simulizi yetu mpya, wakati huo tukiwa tunaisubiria Kufa Tu Hakuna Namna msimu wa pili. Na nisikuchoshe, hii ni dakika 13 na asante na chao.